Ndugu washiriki, tufahamu kuwa taifa letu linakabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama ukame, mafuriko na mmomonyoko wa udongo, ambapo athari hizo zinasababishwa na uharibifu wa mazingira. Hivyo mafunzo haya yatusaidie kupata uelewa wa kutosha utakao tusaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa taifa na mkoa wetu wa Njombe. Elimu hii pia itusaidie kufanya mkoa wetu wa Njombe kuwa wa kijani na unaong'ara. Ndugu washiriki, mafunzo haya yamelenga kufundisha umuhimu wa utumiaji wa nishati safi ya kupikia, usimamizi wa taka, udhibiti wa kelele, katazo la mifuko ya plastiki na fursa zilizopo katika taka tunazozalisha katika shughuli zetu za kijamii na kiuchumi. Kupitia elimu hii wote kwa pamoja tutashirikiana kuhakikisha kwamba utaratibu wa kuhifadhi na kusimamia mazingira unazingatiwa. Zaidi ya yote, mafunzo haya yatatusaidia kuleta mabadiliko chanya na makubwa ya kuhifadhi na kusimamia mazingira katika shughuli zetu za kiuchumi na kijamii. Ndugu washiriki, kwa muktadha huu ninaomba mtambue kuwa nyinyi ni wadau na mabalozi muhimu wa kuhifadhi na kusimamia mazingira. Hivyo tumieni mafunzo mtakayopata kuongeza ubunifu katika kuhifadhi na kusimamia mazingira ili kuepuka uharibifu wa mazingira katika mkoa wetu wa Njombe. Josia Msomi Mlunya ni meneja wa kanda NEMC Nyanda za Juu Kusini, na ofisi za kanda zipo Mbeya, na kanda yenyewe inahudumia mikoa 4. Katika mikoa hii Njombe ni mmoja wapo wa mikoa ambayo inahudumiwa na kanda hii ya Nyanda za Juu Kusini. Leo tuko hapa Njombe kwa ajili ya kutoa mafunzo kama sehemu tu ya majukumu yetu kama baraza ya kutoa elimu kwa wananchi, wadau na hata watu mbalimbali juu ya usimamizi na utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo leo tulikuwa na kamati ya mazingira pamoja na viongozi wa kikundi cha wanawake na Samia ambao wanajihusisha na utunzaji na uhifadhi wa mazingira katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Kwa hiyo hawa ni kamati ambazo zimetoka katika wilaya mbalimbali za mkoa wa Njombe. Wilaya zote za mkoa wa Njombe pamoja na kamati ya mazingira ya mkoa wa Njombe. Kwa hiyo tumekuwa hapa, tutakuwa hapa kwa siku 2 kwa ajili ya kuwapa mafunzo juu ya uhifadhi na usimamizi wa mazingira na namna bora ya kuweza kutumia nishati safi ya kupikia, kama jinsi ambavyo viongozi wetu wakuu wa nchi wamekuwa wakihamasisha watu kuondokana na matumizi ya nishati chafu na kwenda katika nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo ndio elimu ambayo tumekuwa tukifanya hapa, lakini pia tumekuwa tukiwaelimisha mambo mengi na watajifunza mambo mengi kuhusu namna ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Kama unavyojua kwamba mazingira ni kitu muhimu katika maisha yetu. Pasipokuwa na ulinzi mzuri wa mazingira, ina maana mambo mengi yataharibika, kwa sababu karibia vitu vingi tunategemea kutoka katika mazingira. Kama ni maji, kuwa na maji na vyanzo vya maji kuwepo ni pamoja na utunzaji wa mazingira. Lakini pia ukame sasa hivi umeongezeka sana kwa sababu ya uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo tunawafundisha hizi kamati za mazingira ili wawe mabalozi wazuri huko wanakoenda kwa ajili ya kuimarisha na kuwafundisha watu wengine namna ya utunzaji mzuri na ulinzi wa mazingira kwa ajili ya afya zetu, lakini kwa ajili pia ya manufaa ya kwetu na kizazi kinachokuja. Mwenyekiti wa wanawake na Samia mkoa wa Njombe. Leo hii tuko hapa kwa ajili ya kupata mafunzo ya masuala lazima utunzaji wa mazingira kutoka NEMC. Tuliomba semina hii kutoka NEMC kwa sababu sisi kwanza ni wadau wa mazingira kwa mkoa wa Njombe. Hivyo tulikuwa tunapata ugumu sana jinsi gani tunatoa elimu kwa jamii kuhusu na hili swala la utunzaji wa mazingira. Hivyo tulivyofanikiwa kupata kuongea na NEMC na wakakubali kuja kutupa mafunzo haya, tuliona ni jambo jema na pia wamekubali, na leo tuko hapa kwa ajili ya mafunzo. Na pia tuko washiriki wa mafunzo haya tuko mkoa mzima.
tuko viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya na kamati nzima ya mazingira ya mkoa wa Njombe. Sisi kama wadau wa mazingira wa mkoa wa Njombe tumefurahia sana fursa hii, lakini pia kuhusiana na swala zima la masuala ya nishati safi ya kupikia. Sisi pia ni wadau, lakini pia ni wahamasishaji na pia ni mawakala wa mkaa mbadala ambao ni Rafiki Briquette kutoka STAMICO. Hivyo mwitikio ni mzuri kwa maana kina mama na jamii nzima kiujumla kuhusiana na swala nzima la nishati safi ya kupikia, kwa sababu watu wameshaanza sasa hizi kutumia mkaa huu na majiko ya gesi na umeme, lakini pia na swala la majiko banifu ambayo tunaona leo juzi wamegawa Ludewa, lakini kitu ambacho kinaendelea mkoa mzima. Hiyo mwitikio ni mzuri, na saizi ukipita mitaani, migawani na sehemu mbalimbali wanatumia majiko haya na wameachana kabisa na swala la kuni na mkaa. Kwa hiyo kiufupi, sisi kama wanawake na Samia tumefurahi sana kupata hii fursa, na ahadi yetu sisi kwa mkoa wetu wa Njombe, tuko tayari kuanza kuwa mabalozi katika mkoa huu mzima, lakini pia kuweza kutoa elimu mbalimbali sehemu tofauti kutokana na swala zima la utunzaji wa mazingira. Mimi naitwa Asha Athmani, ni mshiriki wa mafunzo haya. Kwa nikianza na sababu, kwanza tunataka kujifunza kwa upana zaidi kuhusiana na shughuli, namna ambavyo NEMKI inafanya shughuli zake, na sisi kama wanawake ambao tunafanya kazi kwa lengo la kumsaidia au kuzisemea kazi ambazo anazifanya Mheshimiwa Rais. Elimu hii itatusaidia kwa sababu tunatambua kwamba masuala la uchafuzi wa mazingira au mabadiliko ya tabia ya nchi ni swala ambalo sasa hivi liko kidunia. Kwa hiyo sisi kama wanawake tukipata elimu na kama wanawake ambao tumeamua kusimama mstari wa mbele kusaidia kumsemea rais shughuli ambazo anazifanya, maana anazifanya, lakini si kila mtu anapata nafasi ya kusikia. Lakini kupitia sisi wanawake ambao tunaingia kila kona, kila mtaa, tuko tayari kupita kusaidia kutangaza au kumsemea au kumsaidia Mheshimiwa Rais, basi tunaamini sisi tukiwa na uelewa wa kutosha kuhusiana na swala la mazingira, basi itakuwa rahisi kwetu kwenda kutoa elimu sahihi kabisa, kwamba tunapozungumzia mazingira tunazungumzia kitu gani, tunapozungumzia swala la athari za ukataji miti tunazungumzia kitu gani, tunapozungumzia hasara tunazungumzia kitu gani. Kwa majina naitwa Fatina Abu Msigwa, ni muhasibu wa wanawake na Samia mkoa wa Njombe. Kwa elimu tulioipata leo kwa kweli ni elimu nzuri na tumepambanuka zaidi, japo toka mwanzo tulikuwa tunafanya hiki kitu cha uelimishaji wa mazingira, lakini elimu ya NEMKI imekuja kutuongezea zaidi. Faida zipo ikiwa ni pamoja na utunzaji wa mazingira. Utunzaji wa mazingira kwa maana yake kama watu tutakuwa tumepata hii elimu watu wengi, na sisi nafikiri ndo tutakuwa mabalozi. Faida zitakuwepo, ikiwepo ni utunzaji wa mazingira kuhusu miti, ukataji wa miti ovyo na upandaji wa miti pia. Faida zipo.